Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. A'izina al-mushahidin al-kiramin asidi was-sada, ahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-halaqatu siyasiyatun wa diplomasiyatun al-alamiyah. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa mara nyingine ameweza kutukutanisha katika kipindi chetu hichi, kipindi ambacho kinaelezea na kuchambua masuala mbalimbali yanayohusu siasa, lakini pia masuala yanayohusu diplomasia ndani ya bara letu la Afrika, lakini pia katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati na ulimwengu mzima kwa ujumla. Kama ilivyo ada yetu na kama ilivyo kawaida yetu, tukiwa bado tunageuzia macho yetu katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati, kuangalia hasa zile habari muhimu na kuchambua dondoo muhimu ambazo zinahusika na vuguvugu la kupanda kwa joto la vita baina ya Marekani pamoja na washirika wake Israel dhidi ya taifa la Iran, kwa malengo, madhumuni na shabaha ni kwa ajili ya kutaka kuuporomoa au kuudondosha au kuuondoa madarakani utawala wa Ayatullahi al-Khomeini, ambao utawala huo umewekwa tangu yafanyike mapinduzi ya nchi hiyo, mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka wa 1979. Katika mambo tutakayoyaangalia leo ni kwa nini Marekani amekuwa na kauli mbili ambazo zinazotofautiana na matendo yake. Kwa nini Marekani hadi sasa ameshindwa kwenda kuivamia kijeshi nchi ya Irani, na ni kwa nini wakati huo anashindwa kuivamia kijeshi nchi ya Irani, lakini baadaye anataka mazungumzo ya kidiplomasia, huku kauli ikitoka kupitia vyombo vya habari kwamba diplomasia ndiyo msingi wa kuondoa matatizo yoyote yaliyopo. Diplomasia ndiyo msingi wa kutengeneza itifaki ya pamoja kuhusu njia sahihi ya kuweza kuondoa migogoro ambayo iliyopo. Lakini pia diplomasia ndiyo msingi pekee ambao utakaozuia matumizi ya nguvu. Lakini wakati huo bado anaendelea kutuma silaha, anaendelea kutuma meli za kivita kutoka Marekani kwenda mpaka Mashariki ya Kati. Hii ni kwa sababu gani na malengo yake ni nini? Kwa nini anazungumza yale ambayo yanayotofautiana na matendo? Lakini wakati huo katika nchi ya Irani nao hawajalala. Ayatullahi al-Khomeini, kwa kadiri ambavyo vitisho vinaongezeka, kwa kadiri ambavyo silaha zinakusanywa na kusafirishwa kuelekea upande wa Mashariki ya Kati, na ndivyo hivyo ambavyo na yeye anatengeneza silaha zake na kuzivumbua silaha zake na kuzionyesha silaha zake na kuziweka katika maeneo ya kimkakati, tayari kwa kujibu mashambulizi yoyote ambayo yatakaolengwa ndani ya taifa lake la Iran. Sasa nini kinachotokea? Kinachotokea ni kwamba kuna hali ambayo tayari Marekani amekwisha iona na anataka aifanye. Amekwisha iona kwa maana kwamba kuvamia kijeshi nchi ya Irani itakuwa ni ngumu. Hivyo anatumia wakati mwingine mazungumzo ya kidiplomasia na kuomba meza ya majadiliano baina ya nchi mbili, ili atumie mwanya huo kuweza kujiimarisha na afanye surprise war, yani ile vita ya ghafla, vita ya kushtukiza, vita ambayo itamkuta Muirani pengine hajajiandaa, aidha amepumbazika na mijadala na masuala ya kidiplomasia ya usuluhishi ambayo yanayoendelea. Lakini Wairani pia hawajalala
na wenyewe wako macho. Kwa kadiri ambavyo siku zinavyokwenda ndivyo ambavyo wanazidi kuimarisha. Lakini kwa nini mpaka sasa Marekani ameshindwa kuingia kijeshi? Kwanza amekutana na tathmini inaonyesha kupitia wataalamu wake kwamba Irani aliyokuwa anaitarajia kwamba inaweza ikawa sawasawa na Iraqi, inaweza ikawa sawasawa na Afghanistan, inaweza ikawa sawasawa na Libya, ambapo katika nchi zote hizo palikuwa hakuna majadiliano wala masuluhisho ya muda mrefu, bali aliweza kufunga anga na kuingia moja kwa moja kivita. Lakini tayari amekuta Iran ni tofauti na nchi hizo, jambo ambalo limemshtua kulingana na matukio aliyoyaona, jambo ambalo limemshtua kutokana na intelijensia yake ambayo inasifika duniani kwamba ndiyo intelijensia yenye nguvu na ya kwanza. FBI, CIA pamoja na Delta Force wakishirikiana kwa bega na karibu zaidi na shirika la kiintelijensia duniani la Israel la Mossad, lakini bado wameshindwa kugundua, wameshindwa kutoa tathmini halisi ya uwezo mkubwa wa Iran. Hivyo kuivamia Iran imekuwa kwao ni jambo gumu kiasi kwamba inalazimika warejee katika meza ya mazungumzo na majadiliano, huku akiendelea kuongeza nguvu zake za kijeshi ndani ya Mashariki ya Kati. Ikumbuke kwamba mpaka sasa, pamoja na kwamba Iran anaonyesha silaha zake, lakini bado swali linakuja kwa Marekani na washirika wake. Ikiwa anaonyesha silaha hizi ambazo tunazoziona, je, yawezekana kwamba silaha hizi au kubwa zaidi ya hizi na hatari zaidi ya hizi yawezekana bado ziko kwenye maficho, jambo ambalo anahofia madhara yake ikiwa atavamia kijeshi? Basi malipizo au kisasi au majibu yanaweza yakawa ni makubwa, yatakayoleta madhara makubwa zaidi katika upande wa Israel, lakini pia upande wa wale wanaounga mkono washiriki ambao wamekubali kutoa maeneo yao kutumika na jeshi la Marekani kwa ajili ya kutekeleza mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Lakini sanjari na hayo, pamoja na kwamba Irani anaonyesha silaha zake, anaonyesha makombora yake ya masafa marefu na masafa mafupi, lakini anaonyesha makombora yake ya ballistic, lakini bado mpaka sasa Mossad, CIA na FBI pamoja na Delta Force wameshindwa kutambua ni wapi silaha hizo zinapatikana. Ukizingatia kwamba ana mahandaki makubwa, ana miji mikubwa chini ya milima, ana miji mikubwa chini ya ardhi ambayo ni miji ya makombora, lakini mpaka sasa imeshindikana kujua sehemu sahihi yanapopatikana makombora hayo, sehemu sahihi zinapopatikana silaha hizo, sehemu sahihi ambapo ana uwezo wa kushambulia kwa mara moja na akahakikisha kwamba ameharibu mifumo ya makombora hayo na silaha hizo ili aweze kuichukua nchi ya Iran. Bado ni kigugumizi kiasi kwamba hajui tathmini, mpaka sasa ameshindwa kufanya tathmini halisi ya wingi wa silaha na makombora alionayo Iran. Jambo hili ndugu zangu sio jambo la utani, ni jambo ambalo lilikaa kimkakati zaidi. Irani mpaka sasa wanaishi katika matokeo wa matunda au wa miti walioipanda huko nyuma na kuimwagilia vizuri. Miti ya teknolojia, miti ya kiuchumi, lakini pia miti ya mawasiliano, miti ya elimu, miti ya kutengeneza silaha, na hivyo leo wameweza kuwa ni tishio ndani ya Mashariki ya Kati na nje ya Mashariki ya Kati. Benjamin Netanyahu amefanya ziara maalum kwenda kuonana na rais wa Marekani kwa ajili ya kumhimiza na kumpa tashwishi na kumfanyia dhahti mbinyo ili aweze kukubali bila masharti
kwa njia yoyote ile aweze kuivamia Iran kijeshi, aweze kuipiga Iran kijeshi, aweze kuishambulia Iran kijeshi, jambo ambalo Rais Donald Trump amelikataa moja kwa moja, na akasema kwamba njia sahihi ya kuachana na migogoro hiyo ni kuingia katika meza ya mazungumzo, na iwapo mazungumzo haya yatashindana, basi tutatafuta njia nyingine ya majadiliano, almuhimu kuhakikisha kwamba tunakomesha swala la Irani kuzalisha nguvu, kuendelea kuzalisha makombora ya masafa marefu, lakini pia kuendelea kuyeyusha au kutumia uyeyushaji wa madini ya uranium kupelekea kuandaa kwa mpango wa nyuklia, kwa maana aachane na mpango wa nyuklia, lakini pia aache kutoa misaada kwa makundi ambayo wao wanahesabu kwamba ni makundi ya kigaidi yaliyopo katika ukanda wa Mashariki ya Kati, yaliyopo Palestina ambapo unagusia kundi la Hamas, lakini pia yaliyoko Syria, lakini pia makundi yaliyopo katika mji wa Yemen ambao ni Wahuthi hawa, lakini pia Hizbullah ambao wako katika ukanda wa Lebanon, lakini pia kuna kundi lingine ambalo lipo katika ukanda wa Iraqi. Sasa unaweza ukaona kwamba namna gani Benjamin Netanyahu anataka kumshinikiza Rais Donald Trump aweze kuingia katika vita hivi. Na ni kwa nini, swali unaweza ukajiuliza, kwa nini Benjamin Netanyahu ana power kubwa ya kutaka kumlazimisha Rais Donald Trump aweze kuingia katika vita hivi bila kumpinga na bila shuruti? Ni kwa sababu kwamba hapa nyuma pametokea kadhia kubwa, kadhia ya fedheha, kadhia ambayo inayomtuhumu Rais Donald Trump kwamba na yeye ni mmoja kati ya watuhumiwa wakubwa waliofanya mauaji, lakini pia waliofanya vitendo vya ukatili wa kijinsia, ubakaji, ulawiti wa watoto wadogo, lakini pia mauaji na kula nyama za binadamu katika kisiwa cha Jeffrey Epstein, kwamba kuna faragha zake ambazo ni nyeti zaidi bado zimeshikiliwa na hazijaachiwa. Na ili aondokane na kadhia hiyo, njia pekee ya kuweza kumlinda asiingie katika matatizo ya kuondolewa madarakani na kushtakiwa aidha kuuawa, ni lazima ahakikishe kipindi hiki alichonacho ndo kipindi maalum cha kwenda kushambulia Iran. Lakini hao walioshika ni moja kati ya taasisi zinazotengenezwa na Mayahudi. Ni moja kati ya mikakati na mipango iliyotengenezwa na Mayahudi kwa kiongozi yoyote anayeingia madarakani afanye kile ambacho wao wanakitaka, na la sivyo wanazibua, maana wanazibua na kufichua siri zote ambazo na matendo yote yaliyokuwa yanafanywa na viongozi hao. Ndio maana Benjamin Netanyahu anajua siri hii, kwa sababu yule Jeffrey Epstein ni moja kati ya Mayahudi, lakini pia alikuwa ni sehemu ya maafisa usalama wa Mossad. Lakini wakati huo huo mpaka sasa inazungumzwa kwamba pamoja na kwamba alikuwa anakusanya document na kuzituma kwao Israel, dokumenti hizi kama sehemu ya ujasusi na kuzituma Israel, lakini mpaka sasa inazungumzwa kwamba huyu bwana hajafa na bado yupo hai mpaka leo. Kwa hiyo Benjamin Netanyahu anazunguka kushoto, anazunguka kulia, anapanda na kushuka kuhakikisha kwamba anamtengenezea ushawishi Donald Trump ili aweze kutekeleza amri hiyo ya kuishambulia Iran. Lakini wakati huo huo anamtengenezea fikra kwamba kutokana na mabomu na makombora alionayo Iran, laiti kama hatoshambuliwa kijeshi, basi makombora yale yatakuwa ni sehemu ya kutekeleza uadui au kuishambulia na kuipoteza Israel. Lakini mashambulizi hayo hayatoishia tu katika taifa la Israel, bali litakwenda mpaka katika mataifa mengine yakiwemo mataifa ya Umoja wa Nchi za Ulaya NATO, lakini pia hata Marekani yenyewe, kwa sababu
inateteresha amani na usalama wa dunia, sanjari na amani na usalama katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Lakini wakati huo huo, Marekani anatumia pawa hii kubwa kuhakikisha kwamba anazidhoofisha nchi zingine ambazo ziko ndani ya Mashariki ya Kati kutokuwa na uwezo wa kijeshi, kutokuwa na uwezo wa kiuchumi, kutokuwa na uwezo wa sayansi na teknolojia, kutokuwa na uwezo wa kujilinda, huku likitegemewa na kuachiwa taifa moja huru kujitawala na kutengeneza makombora na silaha wanazozitaka, ambalo ni taifa la Israel, ili lije kuwa superpower in the Middle East, lije kuwa ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini wakati huo Marekani anaona wazi kwamba iwapo atashambulia kijeshi, tangazo la Ayatollah al-Khomeini amesema kwamba Wamarekani wote ambao wako Marekani na wanajihisi kwamba hawana issue kubwa za kuwafanya wao waendelee kuwepo ndani ya ardhi ya Marekani, basi waanze kutoka mapema, kwa sababu iwapo ataguswa kwa nukta au chembe yoyote ya silaha, basi ana uwezo wa kufikisha makombora yake mpaka katika jiji la Washington. Unaweza ukaona kadhia namna gani inavyotanuka. Ilikuwa kadhia ya mipaka, lakini inakwenda kuwa kadhia ya kikanda, na baadaye inakwenda kuwa kadhia ya kwa ujumla inaenda kuwa kadhia ya bara mpaka bara lingine. Sasa Rais Donald Trump anafahamu kwamba mashambulizi haya au majibu ya Iran hayatoishia tu katika upande wa Israel peke yake, au haitoishia kwamba yeye kushambulia peke yake, bali mashambulizi haya yataenea ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Ikumbukwe kwamba Marekani pamoja na kwa kupitia siasa zake, kwa kupitia nguvu zake, kwa kupitia ushawishi wake duniani, ameweza kutengeneza na kuweka basic ya al-muaskarati al-askariya, makambi ya kijeshi fi dakhili al-sharq al-awsati, katika ndani ya Mashariki ya Kati, akthar min 47 muaskarati al-askariya, zaidi ya makambi ya kijeshi 47. Ijapokuwa ulimwengu mzima Marekani ana jumla ya makambi ya kijeshi katika nchi tofauti tofauti zaidi ya 750. Makambi haya ya kijeshi na vituo hivi vya kijeshi havikuwekwa kwa ajili ya kulinda rasilimali pamoja na watu, au kulinda usalama wa maisha ya watu na amani ya watu, bali ameyaweka mahsusi ndani ya Mashariki ya Kati pamoja na maeneo mengi duniani kwa ajili ya kulinda maslaha yake binafsi, liriayati maslahati al-amrikia, ni kwa ajili ya kulinda maslahi ya Marekani ndani ya Mashariki ya Kati, ndani ya Afrika, ndani ya Ulaya, ndani ya Amerika ya Kusini. Unaweza ukaona namna gani alivyoweza kufanikiwa na kutengeneza ushawishi mkubwa zaidi katika nchi. Kwa hiyo kuwepo kwa makambi haya ndani ya Mashariki ya Kati, kuwepo kwa makambi haya Marekani ya kijeshi, maana yake ni kwa ajili ya kulinda maslahi, limuraati maslahatul iktisadiyatul amrikia dakhil ash-sharq al-awsat, ni kwa ajili ya kuchunga maslahi ya kiuchumi ndani ya Mashariki ya Kati, kuhakikisha kwamba anafanyia saitara vyanzo vyote vya uchumi vilivyoko ndani ya Mashariki ya Kati, na ili maslahi haya ya kiuchumi yaendelee kuwepo na yeye ndiye awe msimamizi mkuu, maana yake ni lazima kwanza adhoofishe nchi husika, ili yeye azidhoofishe kiteknolojia, azidhoofishe kiuchumi, lakini azidhoofishe kwa kupitia nguvu za kijeshi, kwa maana wasiwe na uwezo wa kumiliki silaha kubwa kubwa, wasiwe na uwezo wa kuzalisha makombora, wasiwe na uwezo wa kutengeneza jeshi lenye nguvu dhidi ya Israeli. Ndio maana sasa utaona kwamba vita hii ambayo inayokuja dhidi ya Iran ni vita ya kimkakati, lakini hasa ikitengeneza mkakati wa kiuchumi, kwa sababu kijiografia Iran ndiyo anamiliki mfereji wa bahari ya Hormuz,
ambapo sasa baada ya tangazo la Trump kupeleka meli mbili, ikiwemo meli iliyobeba vichwa vya nyuklia, meli hii ya George W. Bush inatambulika kwa jina hilo, ambayo imebeba vichwa vya nyuklia, Muirani na yeye amekuja kutoa nyambizi kubwa ambayo iko chini ya bahari, lakini katika ukanda wa lango la Hormuz, kwamba hakuna meli yoyote ambayo itakayokuwa na uwezo wa kuingia, hakuna shambulizi lolote ambayo itakalokuwa na uwezo wa kushambulia, ila na yeye ana uwezo wa kupiga pale ambapo lilipotoka shambulio hilo. Unaweza ukaona namna gani vita inavyoenda inakuwa ya kikanda. Lakini wakati huo meli alizokuwa amezileta awal, ambayo ilikuwa ikiongozwa na Abraham Lincoln, mpaka sasa tunavyozungumza imeshatoka katika eneo karibia na pwani ya Iran kwenda mbali zaidi ya upeo wa macho, kwamba haionekani. Hii iliyofia ni kwamba iliyofia mashambulizi ya majibu ya Irani, ya makombora ya Irani yanaweza yakaizamisha meli hiyo. Lakini wakati huo utaona kwamba Muisrael bado hajaridhika. Yani nia yake kubwa ni kuhakikisha kwamba inaodondoka, dola ya Irani inadondoka. Kwa hiyo vita hii, kwa kuwa ni vita inayoenda inapanuka, na vita hii itakuwa ni vita ya ukanda, sanjari na kuogopa kwamba Irani atakuja kushambulia kambi zake zote za kijeshi zilizoko Mashariki ya Kati. Lakini wakati huo Urusi pamoja na China wamekuwa wakishusha silaha zao, wamekuwa wakishusha mifumo ya ulinzi, wamekuwa wakishusha ndege zao na makombora yao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanamnusuru na kumlinda mshirika wao katika nyanja za kiuchumi. Lakini wakati huo kuna umoja wa nchi za Kiislamu umeanza kutengenezwa, ikiwemo Pakistan, Uturuki, Saudi Arabia pamoja na Masri. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni kwa sababu ya kutengeneza umoja wa kujilinda, kwa sababu umoja huu umekwisha gundua kwamba baada ya Irani kushambuliwa, anayefuata baada ya Irani atakuwa Pakistan, na baada ya Pakistani atafuata Uturuki, na baada ya Uturuki wanakuja kumaliza na Saudi Arabia. Unaweza ukaona mchongo namna ulivyo. Kwa hiyo njia au sababu kuu itakayowafanya wao waokoke ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza umoja wa nchi za Kiislamu, ambapo umoja huu utakuwa na uwezo wa kuwafanya wao wamiliki nyuklia kutoka katika taifa la Pakistan, ambao Pakistani hadi sasa wanamiliki nyuklia. Kwa hiyo na wao wakitengeneza cheni ya pamoja, maana yake watakuwa na uwezo wa kununua nyuklia kutoka Pakistan. Lakini wakati huo China, Urusi pamoja na Irani wenyewe na Korea tayari kupitia umoja wa nchi za BRICS, na wao wamesema ni lazima tumnusuru ndugu yetu, kwa sababu kushambuliwa kwa ndugu yetu maana yake ni kutudhoofisha katika upande wa kiuchumi, na hatimaye pia njia hii itakuwa ni wazi, hata sisi tunaweza tukapata matatizo ikiwa taifa la Iran chini ya utawala wa Ayatollah al-Khomeini kama utadondoka. Ndugu zangu, al-hurub tashtahilu, vita vinazidi kululumba, vita vinazidi kunoga. Marumbano ya kauli kutoka pande moja kwenda pande nyingine yamekuwa yamekithiri. Lakini taifa la Iran, pamoja na kwamba Marekani anazidi kukusanya majeshi yake kuelekea upande wa Mashariki ya Kati, lakini wakati huo wa Irani wanaonekana wametulia na wamejiandaa vizuri bila wasiwasi. Kwa nini wamefikia hapo? Wamefikia hapo kwa sababu waliamua kuacha kila kitu na kuwekeza. Waliamua kuweka ufisadi pembeni na kuwekeza katika masuala ya uchumi. Waliamua kuweka ufisadi pembeni na kuwekeza katika masuala ya kuwa na jeshi lenye nguvu. Waliamua kuweka ufisadi pembeni na kuamua kuwekeza katika kuzalisha silaha zao wenyewe. Waliamua kuweka silaha pembeni na kuboresha mazingira ya elimu. Waliamua kuweka silaha pembeni
na kuwekeza katika mazingira ya sayansi na teknolojia. Irani hapo alipo hawazi tena kwamba watu watakula wapi, kwa sababu tayari amekwisha wekeza katika mpango mzima wa chakula. Wanalima chakula chao wao wenyewe. Hawawazi kwamba tuagize chakula kutoka sehemu fulani. Mimi sijawahi kusikia kwamba Irani amesaidiwa chakula, bali ninachosikia mimi ni Irani amesaidiwa teknolojia. Irani amesaidiwa makombora ya jeshi. Sijawahi kusikia Irani amesaidiwa madaktari, kwa sababu aliamua kuwekeza katika upande wa afya, aliamua kuwekeza katika upande wa teknolojia, aliamua kuwekeza katika upande wa uchumi, aliamua kuwekeza katika upande wa uzalishaji wa chakula chake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hata sisi hili kwetu ni funzo kwamba iwapo tunataka mabadiliko ya kweli, ni lazima tuhakikishe kwamba tunaunga mkono jitihada za serikali zinazofanywa katika uwekezaji katika masuala ya elimu, uwekezaji katika masuala ya afya, uwekezaji katika masuala ya elimu ya sayansi na teknolojia, uwekezaji katika masuala ya kilimo, uwekezaji katika njia za miundombinu, usafiri na mawasiliano kwa ujumla, uwekezaji katika swala zima la uvuvi. Na imani kwamba tukilima chakula chetu ndani ya miaka 10 Watanzania hawatokuwa na njaa. Tukiboresha mazingira yetu kama ambavyo serikali yetu chini ya Mama Samia Hassan Suluhu inavyoboresha mazingira ya afya, ndani ya miaka 10 tutaimarika afya zetu. Hatutohitaji madaktari kutoka nje, kwa sababu tuna imani kwamba hawa tuliowapeleka watarudi na watazalisha madaktari wengine, na wengine watakuja kujifunza katika nchi yetu. Lakini vile vile tukiwa na uwezo wa kuwekeza katika sayansi na teknolojia, maana yake tutakuwa na uwezo wa kumiliki anga letu. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kuchezea anga letu, hakuna mtu ambaye atakayeweza kuchezea rasilimali zetu. Na yote haya niungane na Mwalimu Google ambaye anashauri kwamba kila kitu kielekezwe katika upande wa JKT, ili tuweze kuvuna matunda ya taifa letu, tuweze kuvuna matunda ya teknolojia yetu, tuweze kuvuna matunda ya chakula chetu na afya yetu.